Miaka 25 iliyopita, Uturuki ilikuwa ni nchi inayoibuka katika moja ya migogoro mikubwa ya kiuchumi katika historia ya sasa. Siasa ziligawanyika kutokana na mabadiliko ya mara kwa mara ya serikali. Mfumuko wa bei na ukosefu wa ajira ulikuwa juu. Uaminifu wa umma kwa taasisi ulikuwa mdogo. Uchaguzi mkuu wa Novemba mwaka 2002 ulikuwa ni muhimu kwa nchi. Pia uliashiria mwanzo wa kukua kwa ushawishi wa nchi kikanda na kimataifa. Uchaguzi ulikuwa na matokeo ya kushangaza wananchi wa Uturuki. Chama cha Uadilifu na Maendeleo AK Party kilianzishwa mwaka mmoja tu kabla ya rais wa sasa Recep Tayyip Erdogan kupata ushindi mkubwa. Tangu wakati huo, chama chake hakijawahi kushindwa katika uchaguzi. Na kwa kipindi cha miaka 25, nchi imepitia moja ya mabadiliko makubwa katika historia yake ya jamhuri. Chama cha Erdogan cha AK Party kilirithi uchumi uliokuwa karibu kuanguka. Katika kipindi cha muongo mmoja wa kuwa madarakani, Uturuki ilishuhudia ukuaji mkubwa wa uchumi, ongezeko la uwekezaji wa kigeni na matumizi makubwa katika miundombinu ya umma. Pato la kawaida la taifa Uturuki GDP linakadiriwa kufikia takriban dola trilioni 1.6 mwaka 2026 na kuonesha ongezeko la takriban mara 6 kutoka dola bilioni 238 mwaka 2002. Hivi sasa mauzo ya nje yameongezeka kwa kiasi kikubwa, wakati ambapo wazalishaji wa Uturuki wamefikia masoko mapya ya dunia. Kazi kubwa ya kuboresha mtandao wa usafirishaji wa nchi pia ilianza. Nchi nzima, maelfu ya kilomita ya barabara kuu zilijengwa. Miundombinu ya reli za mwendokasi ilijengwa ili kuunganisha miji mikubwa. Kazi za usanifu kama daraja la Yavuz Sultan Selim katika mlango wa Istanbul na daraja la Çanakkale la mwaka 1915, moja ya madaraja marefu ulimwenguni, yalijengwa. Usafiri wa anga nao ulibadilika ghafla. Mwaka 2002, Uturuki ilikuwa na viwanja vya ndege 26 na hivi sasa kuanzia mwanzoni mwa mwaka 2026 idadi imefikia 58. Uwanja wa ndege wa Istanbul ambao ulianza shughuli zake mwaka 2018 umekuwa moja ya vituo vya kimataifa vyenye shughuli nyingi za anga, ikisaidia kuiweka Uturuki kama kiunganishi muhimu duniani. Pengine hakuna sekta nchini Uturuki iliyobadilika ghafla zaidi ya ulinzi. Miaka 25 iliyopita Uturuki ilitegemea zaidi vifaa vya ulinzi kutoka nje. Hivi leo inasanifu na kuzalisha mifumo yake yenyewe. Ndege za Uturuki zisizo na rubani, meli, vifaru, makombora na helikopta hivi sasa vinasafirishwa kwa nchi kadhaa duniani. Mfano mmoja tu, Bayraktar TB2 imetambulika kimataifa kufuatia mgogoro wa Libya, Karabakh na Azerbaijan na Ukraine. Mauzo ya vifaa vya ulinzi nje yameongezeka kutoka dola milioni chache mwanzoni mwa miaka ya 2000 na kufikia mabilioni ya dola kwa mwaka, na kuifanya Uturuki kuwa moja ya nchi zinazokuwa kwa kasi duniani katika uuzaji wa zana za ulinzi. Nchi pia imewekeza zaidi katika miradi ya anga, ikiwemo mpango wa ndege za kivita za Kan na satelaiti ya kwanza ya mawasiliano ya Uturuki, Turksat. Kuwa na rasilimali za Uturuki za nishati na uzalishaji imekuwa ni kipaumbele kwa miaka 25. Uturuki imepanua bomba linalounganisha bara Asia na bara Ulaya, kuongeza jukumu lake kama njia ya nishati. Uvumbuzi wa gesi asili katika Bahari Nyeusi na kuanzisha ujenzi wa kiwanda cha umeme cha nyuklia imekuwa ni hatua muhimu ya kupunguza utegemezi ya kuagiza nishati ya nje. Serikali pia imeongeza uwekezaji katika nishati mbadala, uzalishaji na viwanda vyenye teknolojia ya juu kama sehemu ya mkakati wake wa kiuchumi wa muda mrefu. Jukumu la Uturuki katika jukwaa la kimataifa limeonekana. Awali ikijihusisha na uhusiano zaidi na Ulaya na NATO, Uturuki hivi sasa inajihusisha na sera za mambo ya nje zinazokwenda mbali mpaka Mashariki ya Kati, Afrika, Asia ya Kati na Balkan. Uturuki hivi sasa ni ya 3 duniani kwa ukubwa wa mtandao wa kidiplomasia, ikiwa na zaidi ya misheni 252 duniani. Iko nyuma ya China na Marekani, ikishinda mataifa yaliyokuwa na ushawishi mkubwa wa kidiplomasia kama Ufaransa na Japan kwa upanuzi wake ya sera ya mambo ya nje katika miaka hivi karibuni.
Uturuki imejiweka kama mpatanishi katika migogoro ya kimataifa. Uluslararası hukukun büyük ölçüde rafa kaldırıldığı, geleneksel diplomasi anlayışının terk edildiği, belirsizliğin, gerilimin, çatışmanın ve hukuksuzluğun norm haline geldiği böyle hassas bir konjonktürde Türkiye'nin tavrı bellidir. Sorunların diyalog ve diplomasiyle çözülmesinin tarafındayız. Çatışma yerine müzakerenin, savaş yerine barışın tarafındayız. Chini ya chama cha AP Party cha Erdogan, serikali imesaidia katika mpango wa 2022 wa nafaka kupitia Bahari Nyeusi kati ya Urusi na Ukraine na kuwezesha usafirishaji wa mamilioni ya tani za nafaka wakati wa vita. Sera ya Uturuki kwa Afrika iliyopata sifa katika tamko la Ankara kati ya Somalia na Ethiopia mwezi Disemba mwaka 2024 imelifanya Uturuki kuwa moja ya mshirika muhimu kwa mataifa ambayo uchumi wao unakuwa. Kusini mwa Caucasus, Uturuki imesaidia majadiliano kati ya Azerbaijan na Armenia, huku ikikuza uunganishaji wa miradi ya kikanda. Katikati ya mgogoro ya kikanda mwishoni mwa robo karne, ikiwemo vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Syria pamoja na mashambulizi yasiyokwisha ya Israel kwa Gaza, Palestine, na mashambulizi ya Lebanon, Syria na Iran, Uturuki imeweza kujiweka kama mshirika anayeaminika na mpatanishi. Bölgemizde daha fazla kan dökülmemesi, daha fazla masumun hayattan koparılmaması, gerilimin büyüyerek geri dönülmez noktalara varmaması gayesiyle yürüttüğümüz çok boyutlu diplomasimizi devam ettireceğiz. Kimse endişe etmesin. Allah'ın izniyle Türkiye bu bölgesel türbülanstan da başarıyla çıkacaktır. Kukua kwa nchi kama mshirika wa kikanda na kimataifa kunategemea utulivu wake, na mwanzo wa mafanikio kunaanza na uwezo wa kutatua matatizo yake ya ndani. Kutatua hilo, chama cha AK Party cha Erdogan kimeanzisha mipango mingi ya maendeleo kwa miaka mingi, huku ikitafuta uvumbuzi wa masuala kadhaa ya kijamii yanayoathiri maisha ya kila siku. Upatikanaji wa huduma ya afya kupitia mabadiliko yaliyojumuisha huduma ya afya na kuongeza uwezo wa hospitali, matokeo chanya yaliyoonekana wazi wakati wa janga la Uviko 19. Kiwango cha wanafunzi wanaojiunga vyuo vikuu kimeongezeka, huku vyuo vipya vikifunguliwa sehemu mbalimbali za nchi. Sera za serikali pia zimewezesha kutolewa kwa maoni hadharani ya kidini, kuondoa vikwazo vilivyokuwa mwanzoni mwa muongo. Utatuzi wa matatizo ya ndani kama hayo kumetoa nafasi ya nchi kubadilika na kuwa sehemu salama katika kanda yenye migogoro. Kipengele muhimu dhidi ya changamoto hiyo ni mkakati wa Uturuki wa kukabiliana na ugaidi, huku Uturuki ikiendesha operesheni zaidi ya mipaka yake, huku ikikata makali vitisho vya kigaidi ndani ya nchi. Kuvunja mtandao na washirika wa makundi ya kigaidi ya PKK na Daesh imesaidia kuleta utulivu kusini mashariki mwa Uturuki na kudumisha usalama wa taifa, ikipelekea kusambaratishwa kwa kundi la kigaidi na kudhoofishwa. Nchi iliimarisha usanifu wake wa ulinzi, kudhibiti mipaka yake na anga, na kusukuma ajenda yake ya Uturuki iliyo huru na ugaidi, ambayo imeboresha sera ya ulinzi. Hivi sasa moja ya changamoto kubwa za ndani ya nchi iliyokabiliana nayo ni jaribio la mapinduzi lililofeli mwaka 2016 lililopangwa na kundi la kigaidi la FETÖ, lililoshindwa na wananchi wa Uturuki kutoka matabaka mbalimbali walioingia barabarani kuunga mkono serikali iliyochaguliwa kwa njia ya demokrasia. Jaribio la kupindua serikali lililofeli liliunda upya siasa na usalama wa taasisi. Kufuatia kura ya maoni ya katiba mwaka 2017, Uturuki imetoka kutoka mfumo wa bunge na kuwa mfumo wa urais, kuepuka mgongano wa serikali ambao mara nyingi unatikisa nchi na taasisi zake. Mwisho wa robo karne ya chama cha AK Party cha Erdogan umebadilisha Uturuki na kuwa nchi inayojitegemea katika ulinzi kwa uvumbuzi wa teknolojia. Nchi pia imekuwa mshirika anayeaminika na mpatanishi muhimu wa amani kama sehemu ya sera yake ya mambo ya nje katika eneo lililojaa migogoro. Nchi inapoingia katika karne nyingine kama jamhuri, sasa hiyo inatarajiwa kuendelea kuonekana katika jukwaa la ndani na kimataifa.